udhaifu katika ununuzi wa mradi wa ujenzi wa uwanja wa Arusha. Nilibaini mapungufu katika ununuzi wa mradi wa ujenzi wa uwanja wa mpira wa Arusha wenye thamani ya shilingi bilioni 338.54. Hali inayoashiria kukosekana kwa thamani halisi ya fedha katika matumizi ya rasilimali za umma. Kwanza, kulikuwa na tofauti kubwa kati ya makadirio na thamani ya mkataba, ambapo mradi ulikadiriwa kugharimu shilingi bilioni 187 lakini ulisainiwa kwa shilingi bilioni 338.54, sawa na ongezeko la 81%. Hali hii inaonyesha kuwa makadirio hayakuwa sahihi na liathiri maamuzi ya kibajeti pamoja na utekelezaji wa mradi. Pia, mkandarasi alipatikana kwa njia ya mzabuni mmoja, yani single source, kwa kisingizio cha dharura bila kuwepo ushahidi wa hali hiyo. Hii iliondoa ushindani ambapo ungeweza kuhakikisha upatikanaji wa bei nafuu na kulinda maslahi ya serikali. Ndugu zangu, katika nchi yetu tuna mtu anaitwa CAG. Wazungu alitutengenezea, sio sisi tuliomtengeneza huyu mtu. Unajua mfumo wetu wa uendeshaji wa nchi yetu sio sisi tumeuandika. Nataka nianzie hapo ili watu waelewe jinsi tunavyotatua matatizo yetu tumeandikiwa na wazungu. Tuelewane kwanza hapo. Katika mchakato wa kutatua matatizo yetu tuna mtu anaitwa CAG. Huyu ni mmoja ya watu hatari kabisa katika nchi yetu ya Tanzania. Ni mtu hatari sana. Kirefu cha CAG Kiswahili wanasema ni mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali, si ndio? Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, au Kiingereza wanasema Controller and Auditor General, si ndio? Mnajua kazi yake? Mnajua asilimia kubwa ya Watanzania hawajui kazi ya huyu bwana, ila sisi wenye big brain ndio tunaelewa kazi yake. Nitakufundisha kwa namba, kwa sababu mimi si nimesoma sayansi, si nitaongea sana. Nitakufundisha kwa namba. Huyu bwana ndio anayetoa tathmini ya mapato na matumizi katika wizara mbalimbali za serikali, si ndio? Huyu bwana kila akitupa hizo taarifa zake za namba, huwa ni maamuzi gani huwa tunayafanya? Nitakupa mfano. Kila siku anatuambia jinsi gani deni letu linapanda. Huwa tunachukua hatua gani kudhibiti deni letu? Nani? Hakuna hatua tunayochukua. Zaidi huwa tunapambwa na neno linaloitwa bado deni letu ni himilivu. Hata deni la Marekani ni himilivu. Yes. Huyu bwana hakuna wizara ataacha kupita aache kutupa madudu ya wizara zetu mbalimbali. Mashirika ya umma atafufua madudu mengi sana. Udalali unaofanyika wa kishetani kabisa, kama alivyotoa hiyo issue ya uwanja wa Arusha, B100 mpaka B300. Kama una akili kubwa utajiuliza, huyu bwana akishatoa hizo taarifa zake, kwa sababu matatizo yetu huwa yanasababishwa na watu, huwa tunachukuaga hatua gani kudili na wale wanaotusababishia matatizo? Sijui nimeeleweka. Shirika la ndege linajiendesha kwa hasara. Wanaotusababishia hasara ni akina nani? Wanajulikana. Don't tell me hatupati kazi ndio maana shirika linajiendesha kwa hasara. Sitaki niongee maneno mengi. Kazi ya CAG ni kuwasaidia mabepari kuinunua nchi. Ndugu zangu, hakuna mwanadamu mjinga Mungu aliyemuumba. Kwanza tuanzie hapo. Mimi nimelelewa kwenye science. Hakuna mwanadamu mjinga, bali huko mfumo uliotengenezwa kuwafanya watu ni wajinga, au kuwafanya watu ni wapumbavu, kuwafanya watu hawajiwezi. Hapo ndipo matatizo yanapoanziaga. Sawa? Kwa hiyo kazi ya CAG ni kutuambia kwamba sisi wa Tanzania hatuwezi kuendesha shirika letu la ndege. Kinachofuata nini? Wekeza, uza. Ndio sentensi inayotafutwaga na CAG. Kazi ya CAG ni kuandikia mabepari skripti. CAG akishaandika skripti anapeleka bungeni. Sitaki niongee zaidi masuala ya bungeni. Tunajua aina ya wabunge wetu ni watu aina gani. Unajua kudili na matatizo ya nchini kwetu, sitaki kuwapointi watu. Inabidi tudili na mfumo aliotuachia mzungu. Tuna mfumo mbovu wa upatikanaji wa viongozi wetu. Tunajua viongozi wanakookotwa,
Na huu mfumo mbovu mzungu aliweka hivi ili aweze kuitawala nchi. Nitakupa mfano. Rais Samia hawezi kumchagua mtu ambaye anakwenda kinyume na yeye. Rais Samia atamchagua mtu anayepokea script yake. Watu wanateseka sehemu, wewe una njia ya kuwatoa watu katika yale mateso, lakini hiyo njia ni kinyume na script ya rais. Nadhani ushaelewa hapo. So kudili na matatizo yanayotutafuna, kwanza kabisa sisi tuna akili, ni kuharibu huu mfumo wa mzungu kwanza. Kwa sababu mfano CAG anatuambia uwanja ilikuwa bilioni 100 mpaka bilioni 300. Kwani sisi ni wapumbavu hivyo? Kwa nini hao walio engineer hiyo kitu wasikamatwe? They are partying men. Hao watu wana enjoy na ni wajanja, wana akili kwenye kutudalalia kutoka bilioni 100 mpaka bilioni 300. Hawa jamaa wana akili. Ndiyo dunia tunayoishi. Mwizi ni mjanja, mwizi ana akili. Katika western country, katika hizi nchi za kimagharibi, nchi zote zilizo chini ya mwavuli wa IMF na World Bank, mwizi ni mtu mjanja. Mwizi tena wa serikali. Ni kitu gani kinachoendelea kwa kina Marekani? Ni shingapi wanazitumia hapa Middle East kwenye vita ambayo haina faida? Ni shingapi walitumia kwa vita ya Ukraine, walipata nini? Raia wao wanaishi katika maisha gani? Lazima tuongee kwa mifano. Nikiongea sana huwezi kunielewa. Sisi tuko chini ya mwavuli wa IMF, World Bank. Tuko chini ya mwavuli unaitwa Bretton Woods Agreement. Ziko sera za kipumbavu zinatuendesha. Hizo sera manake sisi hatuwezi kufanya jambo lolote. Tunatakiwa tusaidiwe. Na injinia mkuu wa kutuandikia script kwamba hatuwezi ni CAG. CAG ametengenezewa hicho cheo na wazungu. Kazi yake ni kuwasaidia wazungu kuinunua nchi. Kwa hiyo ulikuwa unataka kupata ufafanuzi kwamba CAG ni nani? CAG ni ofisi iliyotengenezwa na wazungu kutuambia kwamba hatuwezi kuendesha nchi yetu bila wazungu. Period. Nisiongee sana. Kila kitu kinajiendesha kwa hasara. Kwa hiyo wape wawekezaji. Mwisho wa siku nchi sio yetu. Uwanja bilioni 100, bilioni 300. Are we such stupid people? Aliye engineer huo mchakato wa hizo bilioni 100 mpaka bilioni 300 yuko wapi? Wa Tanzania. Kulikomboa taifa letu na hizi script za CAG. Number 1, mimi nitakuwa nawaambia ukweli. Number 1, kwanza ardhi itoke kwa serikali. Yaani hatuwezi kufiksi formula ya kulitoa taifa letu hapa lilipo na likawa kama akina Iran, akina Urusi, akina Kiduku, akina China, kama ardhi haitatoka kwa serikali na kuwa kwetu sisi. We can fix nothing if the land does not belong to Tanzanian people. Tutauzwa every single day kwa sababu kila rais akiingia na script yake. Tunahitaji mfumo wa kiuongozi. Kazi ya serikali ni kutekeleza ya wananchi. Mfumo wa sasa, kazi ya serikali ni kutekeleza ya wa kimataifa. Usiniambie wa kimataifa na kina nani? Mswahili elimika.